Sakata la kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu lazidi kupamba moto. Godbless Lema haitaka tena kwa mara nyingine serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kumwachia huru mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu. Kama unapenda kupata taarifa kama hizi kuhusu siasa, burudani, michezo pamoja na elimu, basi hakikisha umebonyeza maneno subscribe pamoja na alama ya kengele. Taarifa ni kwamba tangu kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Tundu Antipas Lissu, viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania wamekuwa wakitoa kauli na matamko ya kutaka mamlaka na serikali kuweza kumwachilia huru Tundu Lissu, ambapo Godbless Lema pia ni mmoja wa viongozi ambao wamekuwa wakitoa matamko, ambapo leo tunapoongea Godbless Lema ametoa tamko lingine tena na kuitaka serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu. Godbless Lema ambaye ni mbunge wa zamani wa Arusha mjini, lakini pia mwenyekiti mstaafu wa kanda ya kaskazini na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema hivi sasa taifa, kupitia kurasa yake ya X ameweza kuposti na kuandika, haki inapopimwa kwa jina la mtu anayeshtakiwa badala ya ukweli wa jambo lenyewe, haki huwa imepoteza maana. Mwachieni Tundu Lissu, si kwa sababu ni Tundu Lissu, bali kwa sababu Tanzania haiwezi kujenga amani ya kudumu juu ya msingi wa dhulma. Serikali haionyeshi nguvu kwa kumshikilia mkosoaji wake, inaonyesha nguvu kwa kuwa na ujasiri wa kuiruhusu haki itawale. Hayo ndio maneno ambayo ameandika Godbless Lema akiitaka serikali, ambapo tunajua inaongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kuweza kumwachia Tundu Lissu. Na Godbless Lema ameandika maneno haya Jumapili ya Agosti hapa. Ameandika, mwachieni Tundu Lissu, si kwa sababu ni Tundu Lissu, bali kwa sababu Tanzania haiwezi kujenga amani ya kudumu juu ya msingi wa dhulma. Akaendelea kwamba serikali haionyeshi nguvu kwa kumshikilia mkosoaji wake, inaonyesha nguvu kwa kuwa na ujasiri wa kuiruhusu haki itawale. Lakini pale mwanzo kabisa aliandika, haki inapopimwa kwa jina la mtu anayeshtakiwa badala ya ukweli wa jambo lenyewe, haki huwa imepoteza maana. Na yote Lema aliandika kufuatia mahakama kutoa tamko ama kudai kwamba Tundu Lissu amekutwa na kesi ya kujibu. So hii ni kauli ya Godbless Lema akitaka serikali ya Rais Samia kwa mara nyingine tena iweze kumwachia Tundu Lissu. Kwa maoni ama lolote, tuandikia hapa chini na sisi tutasoma. Hapa ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.